بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم وآله، وبارك على محمد وآله كما باركت على إبراهيم وآله إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kitabu Mustalahu al-Hadithi cha Dr. Mahmud Tahan, na kwa kitabu kikubwa cha gamba jeusi kama mlivyoniongoza, ukurasa 165. Kwa kitabu kidogo sikumbuki ukurasa wangapi, lakini al-Mabhathu ath-Thalithu, tafiti la 3, kitabatu al-hadithi wa dhabtihi wa tasnifi fihi, uandishi wa hadithi na kuzihifadhi hizo hadithi na kutunga kuhusu hadithi. Mambo matatu haya anataka kuyazungumza katika tafiti hili: jinsi hadithi zilivyoandikwa za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwenye kinywa chake na kutoka kwenye vinywa vya masahaba kukaa kwenye maandishi. Namna gani ulitokea uandishi wa hadithi, na pili, namna gani zilihifadhiwa karne na karne, kizazi na kizazi, mpaka tukazikuta sisi sasa na tunafaidika nazo, na tatu, namna gani watu walitunga vitabu mbalimbali kuhusiana na hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo katika tafiti hili la 3 atazungumzia uandishi wa hadithi, ndio kitabatul hadithi, wa dhabtihi, na kuhifadhiwa kwake hizo hadithi, wa tasnifi fihi, na kutungwa katika mambo ya fani ya hadithi. Namba 1, hukmu kitabatil hadithi. Kwanza, hukumu ya kuandika hadithi. Sheria ya Kiislamu inasemaje kuhusu kuziandika hadithi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maana kauli zake, vitendo vyake na mambo yaliyotendeka akaridhika nayo, au hata yale aliyoyakataza. Ikhtalafa salafu, wametofautiana watangulizi. Na hapa weka mstari kama una penseli kwenye neno salaf. Kuna nukta nataka nije nikwambie, uitie akilini kweli kweli, kwa sababu dunia leo ni dunia ya changamoto. Kila mmoja anajaribu kujenga hoja kuitetea fikra yake. Sisi hatuko hapa kwa kutetea fikra za watu fulani au kuponda fikra za watu fulani, tuko hapa kwa kusomesha. Lakini katika kusomesha lazima tuwazindue watu juu ya mambo yanayotokea na yanayojitokeza katika jamii, si kwa ajili ya kujenga makundi, lakini kwa ajili ya kujenga uelewano zaidi ndani ya makundi yanayojitokeza. Ikhtalafa salafu, wametofautiana watangulizi wema, minas sahabati, miongoni mwa masahaba, watabiina na matabiina, fi kitabati alhadithi, katika uandishi wa hadithi, ala aqwalin, juu ya kauli. Kauli ya kwanza, alif, fakarihaha ba'dhum, wakachukia jambo hili baadhi yao, kisema hakuna haja ya kuandika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena ni baadhi ya salafi. Kwa hivyo akizuka mtu leo akasema hakuna haja ya kuandika hadithi za mtume, hajafuata masalafu. Tukisema tunafuata salafu salih, na kama wakiwa wametofautiana, yoyote utakayemshika katika hao utakuwa umemfuata. Je, wakitokea watu wakasema haifai kuandika hadithi za mtume, hawatastahili kuitwa masalafia? Nimesema weka angalizo maksudi, kwa sababu ukisoma ndio unapata kuchambua mambo mengi. Walichukia baadhi, tena baadhi ya watu wakubwa, minas sahabati watabiina, fi kitabati alhadithi, katika uandishi wa hadithi, ala aqwali. Fakariha ba'dhum minhum ibn Umar, akiwemo Abdullah bin Umar wa ibn Mas'ud wa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'ina. Hawa ni masahaba na walikuwa hawakupenda hadithi za mtume ziandikwe. Sasa mtu akisema mimi sitaki hadithi za mtume ziandikwe, hata kwenye ubao akikuta ataifuta. Mimi namfuata Abdullah bin Umar, namfuata ibn Mas'ud, namfuata Zaid ibn Thabit, utamwambia nini? Ndio maana linapokuja jambo lazima mtulie sana, sio kuingia tu kwenye mkumbo tu. Mnaingia tu kwenye mkumbo tu, hamfanyi uchambuzi yakinifu,
hamjengi misimamo inayoeleweka. Kama unaijua wachache, nyewe mnaburuzwa tu, nalo lina mashaka yake. Wa abahaha ba'dhum, na wakalihalalisha jambo hili la kuandika hadithi za mtume baadhi yao. Minhum Abdullah ibn Amr wa Anas, bila shaka Anas bin Malik, wa Umar bin Abdul Aziz wa aktharu sahaba, na Umar bin Abdul Aziz katika matabiina wakubwa na masahaba wengi wakasema hakuna tatizo kuandika hadithi za mtume Muhammad sallallahu alayhi. Thumma, kisha baada ya muda kupita, ajma'u baada dhalika, wakakubaliana baada ya hapo, ala jawazi juu ya kufaa kwake kuandikwa hadithi. Wazala alkhilafu, na mgogoro baadaye ukafanyaje? Ukaondoka. Na ndio maana nakwambia, ninapotokea migogoro baina ya Waislamu, tusikimbilie kuitana makafiri, tusikimbilie kuchukiana, tusikimbilie kutengana. Dawa yake ni kukaa tukasomeshana. Tukishajenga uwezo na elimu, tutafika mahala tutasema hili na hili tunakubaliana, hili na hili tutavumiliana. Ndio mwisho tunamaliza migogoro yetu namna hii. Lakini tukikurupuka tukataka kutumia maguvu, tukaanza chuki wenyewe kwa wenyewe, tunavurugana. Na dawa ya kumaliza migogoro ni kujiongeza kielimu. Basi kila ukijiongeza kielimu, migogoro inapungua. Na kila ukingangania ushabiki na ufuasi, migogoro inafanyaje? Inaongezeka. Walau lam yudawwan alhadithu, na kama ingekuwa hasijasajiliwa hadithi fil kutubi, katika vitabu kama ilivyo leo, la dhaa, zingepotea fil asari almutaakhira, katika zama za mwisho, la siyama, hasa zaidi fi asrina, katika zama zetu singekuwa na hadithi za mtume kabisa, kama ingekuwa hazikuwahi kuandikwa na kuhifadhiwa. Kwa hivyo kaonekana ule mtazamo wa kusema hadithi zisiandikwe haukuwa na faida. Wenye faida ni huwa kusema hadithi zifanyeje? Ziandikwe, na mpaka leo tumezipata. Watu wanaofanya elimu zao katika mambo ya lugha wanajua kwenye fasihi kuna fasihi simulizi na fasihi andishi. Fasihi iliyohifadhika zaidi ni fasihi andishi kuliko fasihi simulizi, kwa sababu fasihi simulizi imekuwa na mambo mawili makubwa. Moja, inaweza kusahaulika, lakini pili, anaweza aliyeisikia akaja akamsimulia mwingine asifahamu, na matokeo yake inafika mahala zinapotea kwa kutokufahamika tu, au watu wanabuni mitindo mipya ya kusema. Kwa hivyo ile ya zamani inaachwa. Kama leo Waswahili tumepoteza methali nyingi sana za Kiswahili, na kama uamini, chukua methali zile ngumu kama 2 au 3, alafu tafuta vijana hawa chini ya miaka 20 uwaulize maana zake, utaona hawezi kujua wala kuzitumia. Kwa mfano, yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Mwambie hii ina maana gani methali hii, na inatumika katika maeneo gani? Utaanza kuona mtu anakuza, kwani ndwele ndio nini? Ndwele ni maradhi, ugonjwa. Yaliyopita si ndwele, yaliyopita si gonjwa, yani si tatizo. Tugange yajayo, tutibu yanayokuja. Na mahala pake ni kwamba kama mnataka kumaliza tatizo, mliache lile, halafu muanzishe tena mambo mapya. Zinapotea methali chungu zima. Ukimwambia mtu bandu huisha maragogo, maana yake nini? Bandu huisha maragogo. Na zamani watu wakifanya kazi kwa maporini wanaimba bandu huisha maragogo, bandu huisha maragogo. Sasa mwambie bandu huisha maragogo, anza kufikiri bandu ni baniani, jina la mtu anaitwa baniani, anaitwa bandu, wala hajui maana bandu huisha maragogo. Kwa hivyo fasihi simulizi kawaida yake kupotea, kwa maana ya kusaulika na kwa maana ya kupoteza maana katika jamii inayohusika. Lakini ikiandikwa, afadhali sana, unaikuta kwenye maandishi, inaweza kupata tafsiri, inaweza kupata mwongozo, kwa kilichoandikwa kimekuwa na faida kubwa zaidi. Kwa hivyo wakakubaliana. Na hasa isingekuwa hadithi za Mtume sallam zimeandikwa katika zile karne zilizopita, sasa hivi ingekuwa balaa kubwa sana. Haya. Sababu al-ikhtilafi fi hukmi kitabati, sababu ya mzozo wa katika hukumu ya kuandika hadithi. Kwa nini wanazuoni walitofautiana? Wengine wakasema ziandikwe, wengine wakasema zisiandikwe. Tangu zama za masahaba, hao salafu salih walitofautiana mwanzo, halafu mwisho baadaye wakaja wakakubaliana. Sababu yake nini? Wa sababu al-khilafi, na sababu ya mzozo fi hukmi kitabati, katika hukumu ya kuziandika hadithi, annahu warada hadithu mutaaridha, zimekuja hadithi zinazogongana fil ibahati wan nahi, katika kuhalalisha na kukataza. Ziko hadithi inaonekana kama zimekataza tusiandike maneno ya Mtume, na ziko hadithi zimeturuhusu tuandike maneno
ya mtume. Sasa kuna baadhi wakashika zile zilizokataza na kuna baadhi wakashika zile zilizoruhusu. Kumbe mtume salamu alikataza katika mazingira fulani na akaruhusu katika mazingira fulani, atayaeleza. Faminha, miongoni mwa hadithi hizo, hadithu nahi, hadithi ya kukataza, marawahu Muslimun, aliyopokea Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, kwamba mtume salamu aliwahi kusema maneno haya, la taktubu anni shay'an illa alqur'ana, msiandike chochote kutoka kwangu isipokuwa Qur'ani. Nikisema aya ya Qur'ani andikeni, kama sikusema ya Qur'ani msiandike chochote. Wa man kataba anni shay'an ghaira alqur'ani, na atakayeandika chochote kutoka kwangu kisichokuwa Qur'ani, falyamhuhu, na akifute. Falyamhuhu, na akifute. Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu, Mwenyezi Mungu hufuta anachokitaka na hubakisha anachokitaka. Na hata kombe, hili kombe linaloandikiwa mtu linaitwa mahwu kwa Kiarabu, kwa sababu linaandikwa na kufutwa. So zamani huandika kwenye sinia, alafu wakati ya maji wanaandika kwa zafarani, yale maji si yanafuta, kwa hivyo linaitwa mahwu, kombe. Sizungumzii kufaa na kutokufaa kwa kombe, nazungumzia linavyoitwa. Sije mkasema shekhi kakataza ukaruhusu. Hapa nazungumzia linavyoitwa katika lugha ya Kiarabu, maha yamhu mahwu. Na sisi Waswahili tumeliita kombe kwa sababu kulikuwa kuna kombe hasa la kuandikia, na aghlabi yale makombe ya pwani, lile kubwa kabisa ndio linaloandikiwa ndani yake. Mwanzoni ulikuwa ukiandika mle, halafu ndio ikaja kuandika kwenye hizi sinia ambazo tunaziita makombe ya halua. Ndio maana sisi tumeliita kombe. Na wakati mwingine linakaa mle mle, halafu mtu anakuja anachota anakunywa, baadaye akatoa kwenye chupa. Falyamhuhu, na kifute alichokiandika kisichokuwa Qur'an. Hiyo ndo hadithi ya kukataza, na imepokewa na Muslim. Hadithul ibahati, hadithi ya kuhalalisha, ma akhrajahu shaykhani, ni ile ambayo imetolewa na mashaikh wawili, Bukhari na Muslim. Sasa kule Muslim anayo yake peke yake akataza, hapa Bukhari na Muslim wanaya pamoja. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, kwa Mtume sallam kasema, uktubu li abi Shah, muandikieni baba Shah. Wa hunaka hadithu ukhra, na ziko hadithi nyingine, fi ibahati alkitabati, katika kuhalalisha uandishi, minha al-idhnu li Abdullah ibn Amri, ikiwemo kumruhusu Abdullah bin Amri kuandika hadithi. Na huyu mtu anaitwa Abu Shah alikuwa anakwenda mahala pambali, akasema Mtume sallam, muandikieni baadhi ya miongozo yangu, ende nayo ikamsaidie huko. Uktubu li abi Shah, muandikieni. Kwa hivyo hizi zinaonekana kuwa ni nini sasa? Ni hadithi zilizoruhusu kuandika maneno ya Mtume, na ile kule iliyokataza kuandika maneno ya nini? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kumekuwa na mambo mawili kama vile yanakinzana. Sasa anakuja kwenye suluhisho. Aljamu baina ahadithi libahati wa nahi, kukusanya baina hadithi zinazohalalisha na hadithi zinazokataza. Tukiziweka pamoja tunapata nini? Zile zilizotukataza na zile zilizoturuhusu, tukiziweka pamoja tunapata muongozo gani? Anaziweka pamoja. Laqad jamaa alulama, wamekusanya wanazuoni, baina hadithi nahi wal ibahati, baina hadithi za kukataza na kuruhusu, ala wujuhin, kwa mielekeo. Minha, katika mielekeo hiyo, alif, wa kwanza, qala ba'dhum, wamesema baadhi ya wanazuoni, al-idhnu bil kitabati, kuruhusu kuandika hadithi, liman khifa nisyanuhu lil hadithi, kwa yule ambaye panahofiwa ataisahau hadithi, aliruhusiwa kuandika. Yani Mtume sallam alikuwa anatazama, kama huyu ana kumbukumbu nzuri anaambia usiandike, kama anamwona huyu kumbukumbu yake si nzuri anaambia andika. Tumefahamiana vizuri hapo? Ni sawa sawa na sisi majumbani mwetu. Ikiwa una mambo mengi, halafu unatoka asubuhi, halafu mkawaambia unanulie gilgilani, unanulie sijui na tangawizi, mara unatoa kinotubu, kwa bwana nisikie ngasahau, unaviandika. Alafu unajua uko kenda huko, ukifika wakati unakumbuka nimeambiwa nini na nini hivi na hivi na hivi, kwa sababu una mambo mengi wewe utasahau. Lakini kama al-bahri hana mambo mengi, akiambiwa hata vitu 10 anaviweka kichwani vyote, haandiki kitu, anavikumbuka vyote kwa sababu hana mambo mengi. Lakini sisi tuna mambo mengi. Njiani na kusimamisha mtu, Sheikh Msaba, hebu yale masala yako kitabu gani? Ukakuuliza ushasahau, kama ulitumwa tungule, ulitumwa nyanya, ulitumwa pilipili, utasahau yote. Kwa hiyo tunaandika ili tusisahau. Kwa hiyo inategemea nani. Ikiwa kichwa chake kizuri, hakina mashaka, aandiki. Ikiwa kichwa chake kina sahau, anaambiwa andike. Hilo huo mwelekeo wa kwanza wa kutafsiri.
Wanahyu, na kukatazwa liman amina nisyanu, kwa yule ambaye pana amani kuwa hatosahau, wa khifa alayhi, na pakaogopewa kwake, itikalu ala alkhati idha kataba, kutegemea sana maandishi atakapoandika. Ikiwa kila kitu anategemea kuandika, mwisho naye analemaa, anakuwa kama hajaandika, hakumbuki chochote, hana memory. Ndo yale tunayoyasema kuwa katika kuswali sala ya tarawehe, kuna baadhi ya watu ndo wanataka kumaliza msahafu lakini kwa kushika juzuu, na wanakwenda hivyo maisha yote wanashika juzuu wao katika tarawehe. Miaka 50 msikiti huo unasaliwa tarawehe yake, watu wanakushika msahafu. Basi miaka 50 imeshindwa kuandaa watu wawili au watatu waliohifadhi Qur'ani, angalau wawili 15 za mwanzo, wawili 15 za mwisho, wakakusalisheni. Tunalemaa sasa, tunaona kwamba ukishika basi. Tena la ajabu, kuna mtu ana milango ya barazanji kahifadhi kichwani mwake. Wako Allahumma basit al-yadaini bil atiya, anasoma mwanzo mpaka mwisho bila kushika. Lakini mwambie soma sabih isma rabbikal aala, haijui. Wapo. Tumefahamiana? Kwa hivyo kipaumbele kile na ile mikakati. Kama tungekuwa tunaweka mikakati ya kwamba misikiti yote inaosaliwa tarawih watu wanahakikisha wanaandaa mahafidhul Qur'ani ndani ya miaka 10, tusingekuwa na upungufu wa imamu aliyehifadhi Qur'ani hata kidogo. Lakini hatuna mikakati, tunakwenda kwa kila mahala, unakuta ndio hivyo watu wanashika akitokea huyo hafidhul Qur'ani atakuwa ndio huyo mmoja, Ramadhani nzima asalishe yeye peke yake mpaka siku aliyokuwa hajaja, mara tarawih hakuna. Kurudi kwenye misafu hatuwezi, na aliyehifadhi hayupo. Haya, kwa hivyo waqala ba'dhum, wakasema baadhi yao, jaa an-nahyu hina khifa ikhtilatuhu bil Qur'ani, katazo lilikuja pale ambapo palihofiwa kusije kukachanganyika na Qur'ani. Ilikuwa bado Qur'ani inaandikwa. Sasa hao watu wangeandika hadithi na wengine wanaandika Qur'ani, yangetokea mambo ya kuzichanganya hadithi na nini na Qur'ani, paka zuiwa. Thumma jaa lithu bil kitabati, kisha ikaja ruhusa ya kuandika hina umina dhalika, ilipopatikana amani ya jambo hilo kwamba Qur'ani yote sasa shaandikwa iko mahala pamoja, sasa tena hakuna wasiwasi. Wala hadha yakunu nahyu mansukhan, basi kwa tafsiri hii katazo lile litakuwa limeshafutwa. Lilikatazwa kwa muda tu wa kwamba isije kachanganyika na nini na Qur'ani. Ilipokuwa Qur'ani yote ishakusanywa, basi hakukuwa na tatizo. Lakini mimi nao mtazamo wangu wa ziada uko mtazamo mwingine zaidi ya huo. Wewe unafikiri watu wangewezaje kuandika hadithi za mtume wakati yuko hai? Kwani mtume sallam ni bubu? Si anazungumza? Sasa kila wanaposema watu waandike tu. Bwana sasa nimechoka. Jamaa kishaandika mtume alisema sasa hivi nimechoka. Tumbo la nsokota na kwenda chooni. Mtume alisema tumbo la nsokota na kwenda chooni. Mtaziandika vipi hizi hadithi? Kwani hadithi za mtume ni nini? Si kauli zake za kila siku na vitendo vyake vya kila siku. Kakaa kwenye kigoo cha mtende kasinzia, sasa mtume amesinzia. Baada ya dakika 10 sasa amezinduka na amekwenda miayo. Itakuwa balaa, mtaandika vipi sasa hadithi namna hiyo? Maana hadithi ni kauli zake za kila siku na vitendo vyake vya kila. Ikaanguka tende akaiangalia, maana yake anacho kishuhudia, itaandikwa. Itakuwa kazi kubwa sana. Haiwezekani wakati wa hai wake kuandika kila kitu kinachomhusu yeye. Mnaweza mkaandika katika matukio makubwa tu, aliposimama akahutubia, walipokuja wageni akawapokea, alipopelekewa kesi akahukumu, alipokasirika alisema hivi, alipofurahi alisema hivi. Occasionally mnaweza mkaandika, lakini maneno yake kila siku hamwezi kuandika. Hakuna hata rais afanywe hivyo. Rais ana mwandishi wake, kwa nini mwandishi anaandika kila kitu? Mwandishi wa rais. Tena baadhi ya mambo tu akitaka kuhutubia, akifanya vikao, akikutana, sasa kakaa anagombana na mkewe, sasa rais anagombana na mkewe, wameanza kuingiana maungoni, ataandika hivyo? Hakuna mwandishi anaandika maisha ya kila mtu katika kila jambo. Na hadithi za mtume ni maisha yake yote. Kwa hivyo itakuwa ni yale mambo makubwa tu. Na mengi yamekuja kuandikwa baada ya kufa, na yale kwa kisimuliwa hasa baada ya kutokea matukio yanayofanana. Jambo hili liwe kutokea wakati wa mtume, akasema hivi, akasema haya andikeni, ndio inakuja kuandikwa namna hiyo. Na ndio maana hadithi ziliandikwa baada ya kufa, sio wakati yeye yuko hai. Haya, madha yajibu ala katib alhadithi, nini kinachompasa mwandishi wa hadithi? Yambaghi, inatakikana, ala katib alhadithi, kwa mwandishi wa hadithi, an yasrifa himmatahu, aelekeze bidii yake, ila dhabtihi, kuzihifadhi zile hadithi.
aelekeze bidii yake au juhudi yake yote katika kuzihifadhi hadithi, wa tahqiqihi, na kuzihakiki kwamba alivyozipata ndivyo zilivyo, na alivyoziandika ndivyo zilivyo, na atakavyozifundisha ndivyo zilivyo. Shaklan, kwa maandishi, wa naqtan, na kwa nukta. Maana Kiarabu ni nukta. Ukiweka nukta moja juu ni nuni, nukta moja chini ni be, nukta mbili juu ni te, nukta mbili chini ni ye. Umenifahamu vizuri hapo? Ukiweka nukta mbili ni te, ukiweka nukta tatu ni the. Ukiweka vijino vitatu na nukta tatu ni shin, vijino vitatu bila nukta ni sin. Sadi ukiitia nukta ni dhadi, ukiacha kuitia nukta ni swadi. Te ukiitia nukta ni dhe, ukiacha kuitia nukta ni te. Maneno. Qafu ukiitia nukta mbili, ukiitia nukta moja fe. Uandishi na nukta. Re ukiitia nukta ni ze, dali ukiitia nukta ni dhali. Sasa re ukiandika kwa mtindo wa dali, ushakwenda sivyo. Dali ukiandika mtindo wa re, ushakwenda sivyo. Kwa hivyo muundo na nukta hakikisha. Yu'manu ma'ahuma al-labsu, ili paaminike pamoja na mawili hayo ya uandishi wa herufi na nukta utata. Usipatikane utata. Labsu ni utata. Pawe na salama dhidi ya utata. Lisije neno likatoka likaingia kwingine. Kama tulivyosema kule nyuma katika mambo ya tahrifu na tashifu, yule alosema man sama ramadhanan imanan wa ihtisaban thumma atba'ahu bi 6 min shawwal fa ka'annama sama ad-dahra kullahu. Mwingine akasema thumma atba'ahu bi shay'in min shawwal, badala bi 6 akasema bi shay'in tayari, kisha akaifuatisha kwa 6 za Shawwali, wakasema kisha akaifuatisha kwa kitu tu katika Shawwali. 60 shay'in, ukipoteza kitu umekwenda siku. Tumefahamiana vizuri hapo? Kwa hivyo maandishi na nukta. Wa yushkil al-mushkil, na alitie irabu lile lenye kuleta mushkili, alitie shakli, alipe umbo lile kuleta mushkili, lisije likafahamika vibaya, alitie irabu zake zinazotakiwa, lisije likasomeka tofauti. Ndio tumesema hata Qur'ani mtu akasoma idha jaa nasrullahi wal fathu, nas akasoma kwa sin. Nasr ni ndege aina ya kipanga au mwewe. Nas kwa sad, ushindi au utetezi. Nas ndege huyo mwenye kujeruhi wanyama wengine, wadudu wengine. Sasa sini na sadi tu utakwenda mahala sipo. Ndio lugha nyingi ziko hivyo, lakini Kiarabu kiko hivyo sana, kiko tete kweli kweli. Ukikikosea umeharibu. Kwa hivyo na hadithi za Mtume sallam ukizikosea kuziandika umepeleka maana tofauti. La siyama, hasa zaidi asma al-alami, majina ya watu, majina ya miji. Ukikosea tu Abdullah, Ubaidullah, Ubaid na Abdi. Yule Ubaidi ana yeye, Abdi hana yeye. Ushampeleka mtu mwingine Abdullah, Ubaidullah, watu wengine. Liannaha la tudraku bima qablaha wala bima ba'daha, kwa sababu majina ya watu au majina ya miji hayajulikani kwa maneno ya kabla yake wala maneno ya baada yake. Hayasaidii maneno ya mwanzo wala maneno ya mwisho kuainisha kwamba hapa aliyekusudiwa ni nani, mpaka uyaandike sawa sawa. Nyinyi mnaijua ile kesi katika historia ya uhuru wa Kenya. Jomo Kenyatta alishinda kesi, wazungu wakamshangaa kwa kweli, na alikuwa karani tu mahakamani. Alimaliza darasa la 4 enza ukoloni, akafanya kazi ya mahakamani kubeba mafaili tu, karani na nini, lakini alishtakiwa kwenye kesi ya vita vya Mau Mau. Aliposhtakiwa, fomu ile faili ilokwenda mahakamani limemwandika Jomo Kenyatta, lakini ile Kenyatta imeandikwa T moja tu, kumbe yeye jina lake T 2. Kenyatta T zake zinakuwa 2 kwenye uandishi wake wa vyeti vyake vyote, wale wakaandika T moja tu. Akasimamishwa mahakamani pale, akasoma mashtaka, akaambiwa nakiri, akasema is not my name, hilo mimi sio jina langu, wewe unashtakiwa ni mtu mwingine, sio mimi. Vipi? Akasema I'm not Kenyatta. How do you spell my name? Unalitamka vipi jina langu? Akalitamka, akasema it's not me, huyo si mimi. Akatoa vitambulisho pale, Kenyatta yake ni double T, pale imeandikwa Kenyatta T moja tu,
Akasema huyo Kenyatta kamtafuteni mwenye timu moja. Mimi ni wa timu mbili. Kashinda kesi. Kaonesha mpaka vifungu vya kisheria vinaposema ukilikosea jina la mtu katika mashtaka ana haki ya kukataa mashtaka. Katoka kwa timu moja tu. Wakamjua huyu jamaa kichwa kizuri. Ndio asili ya kukubali kumpa uhuru. Sema huyu anaweza kuongoza watu. Ikiwa anaweza kuishinda nchi serikali nzima kwa timu moja, huyu anaweza kaongoza nchi. Umefahamu? Ukirudi kwenye historia sababu ya uhuru wa nchi za Afrika utakuta mambo mengi sana ya kujifunza ndani yake. Watu walikuwa magenius Sasa huku kwenye fani ya hadithi ukikosea herufi moja tu katika jina la mtu, unaweza kuwa unamtaja mtu mwingine, ukaenda ukamtafuta katika uhakiki wa majina akawa hafai, hakubaliki kabisa. Kumbe yule aliyemkusudia wewe ni yule anayekubalika. Kumbe kosa herufi moja tu. Haya bwana. Kama mimi watu wengi wa bara kule wakati naishi kule kwa naniita Salumu. Na mbona mnanikosea sana, mimi si Salumu, Tena siku yote mkinikamata kwa jina la Salumu nitakuwa Jomo Kenyatta, nitashinda kesi. Mimi M yangu haina u mwisho, Salum. Mimi nakuwa ni Salum, sio Salumu. Umeelewa? Wako wanaoniita Salumu mpaka leo, Salumu. Na Tanga wananiita Salim. Sababu watu wa Tanga wanapenda Salim kama watu wa Mombasa na sehemu nyingine za Pemba. Salim, lakini mimi aliandikwa Salim jina langu. Ingawa kwa Kiarabu ndivyo linavyoandikwa, kwenye Kiswahili imeandikwa Salum, S A L U M. Si Salumu wala si Salim. Kwa hivyo ukinishtaki kwa Salim na ukinishtaki kwa Salumu nasema is not my name. Wewe ni mtu mwingine, katafute mtu mwingine. Sasa kwenye fani ya hadithi nako kuko hivyo hivyo. Elimu kubwa sana hii. Haya, kwa hivyo zile nukta nani? Wa an yakuna khattuhu wadihan, na iwe khati yake iko wazi ala qawaid al-khatt al-mashhura, kwa kufuata kanuni za khati zilizo mashuhuri. Aandike herufi zisomeke, asiandike hati za daktari. Mama daktari kwenye vyeti ndio anakuandikia kitu ukisomi kinapiga matiktaka tu. Mguu mmoja huku mguu mmoja huku, unajiuliza ampicillin hivyo andiko hivyo ampicillin uisome hata ufanye nini? Sio wale madaktari wanafanya maksudi, daktari ni maksudi au ana tu. Kwa nini imekuwa tendency? Au ndio vile kwamba anakusikiliza huku anaandika sina kuaje? Wakiandika bwana huwezi kusoma kabisa madaktari. Wenyewe kwa wenyewe anasoma. Hapa inakusudiwa nini? Anaelekeza hatari. Asiandike hati za kidaktari zinazopiga matiktaka na makumfu zinarusha mateke huku na kule. Aandike hati ambazo ukisoma unaweza kujua hapa kimeandikwa nini. Hata nyinyi wana sheria mna tabia vile kuandika hati zenu za kusukuma kwa kweli. Mnafahamiana wenyewe kwa wenyewe tu maloya nyinyi. Wanasukuma wanaziandika ovyo ovyo kabisa Kwa hivyo aandike katika juu ya misingi ya hati zilizokuwa mashuhuri zinajulikana. Ili mtu yeyote akizikuta. So tumesema kule kuna wijada. Mnakumbuka kuna wijada kwamba mtu anaweza kenda akakuta zimeandikwa hadithi lakini mwenyewe ameshakufa. Sasa kama kaziandika hati zimepiga mateke na matiktaka na makumfu, anazisoma vipi? Hazikuta zimeandikwa vizuri ili anayekuja aweze kufanyaje? Kuzisoma. Kwa hivyo iwe namna hii. Wa alla yastaliha li nafsihi, wala sipatane kwenye nafsi yake istilahan na mapatano khasan makhsusi yarmuzu la yaarifu nasu, anafumba watu hawayafahamu mapatano hayo ni nini. Yani asiandike mle maneno ikawa mtu mwingine yote akitaka kuja kusoma hajui maana yake nini. Asitengeneze istilahi misamiati yake mwenyewe mle ndani. Yani asitumie kama vile lugha za kihuni kwa mfano. Basi hapa kidogo mtume akakandamiza, akabana hivi. Akabana maana yake nini? Alikuja sahaba moja akabana kichochoroni. Akabana kichochoroni maana yake nini? Akajificha. Maana yake uwe msamiati ambao kila mtu akiusoma ataufahamu, haumpi shida kuanza kutafuta. Akaingia jikoni akakorofisha misosi. Kakorofisha misosi maana gani? Anapika yani. Lakini sasa yasiwepo maneno kama hayo ya kihuni, aweke maneno kila mtu akisoma awe kafahamu kinachokusudiwa. Tumesema kwa sababu kuna wijada, kuna ijaza. Anaweza kumwambia tuchukue hicho kitabu nenda kasome alafu fundisha. Sasa ikiwa kati ya misamiati namna hiyo yule hakuifahamu, halafu ikitokea akaja akafa anarudi kwenda hamkuti au kamkuta na akishakata kauli,
kila kitu kikae wazi. Na hizi kanuni ziko katika mambo ya administration vile vile, kwenye utawala, kwamba wewe mfano uko ofisini, unaweka kumbukumbu za kikao, unaweka kumbukumbu za maamuzi, unaweka barua zile unazoandika na zile zinazoletwa, kila kitu unaweka comment zako, lazima vikae wazi vile clear, kwa sababu anaweza kuja mtu akakaimu ofisi au faili za kuhitajika ikasomwe mahala fulani, hakieleweki umeandika nini. Mwalimu, nakumbuka vizuri katika administration lazima ile ofisi uweze kuihandle, hata kama we hupo itakuwa handled kwa mtu mwingine, lakini aweze kusoma pale kilichopo. Kama unafanya mambo hayaeleweki itakuwa tabu. Kwa hivyo na hizi hadithi lazima ziandikwe katika lugha na namna ambayo mtu yote akija anaweza kuzisoma na kuzifahamu. Tumefahamiana? Masharti makubwa wameweka wanazuoni haya katika hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo mpaka leo sasa yanakuja kufanya kazi kwenye maendeleo ya utawala, maendeleo ya dunia, uendeshaji, vitu namna hiyo. Sisi tunasema hata ukiwa mfanya biashara, madeni yako unayodai na unaodaiwa yakae vizuri kwenye maandishi. Wewe ni binadamu, unaweza kufa, unaweza kupoteza fahamu, unaweza kutekwa nyara. Sasa watu hawajui unadai shilingi ngapi, unadaiwa shilingi ngapi. Kila mtu anaweza kukurupuka akasema lake. Kwa hivyo kila kitu kikae vizuri, na hadithi ndio hivyo inataka mambo namna hii. Wayambaghi, na inatakikana an yuhafidha ala kitabati salati wastaslimi ala nabii, ahifadhi uandishi wa kumsalia na kumtakia amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullama jaa dhikruhu, kila inapokuja kutajwa. Wala yasama, wala sichoke min takrari dhalika, kulirudia jambo hilo. Kila akiandika Muhammad andike sallallahu alaihi wasallam, kama tunaposema sisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hii ni ibada. Unachoka nini wewe kumsalia Mtume? Unachoka nini kumsalia Mtume? Man salla alayya maratan sallallahu alayhi ashara, atakayenitakia mimi rehema mara moja Mungu atamtakia mara 10. Sasa wewe unaona tabu vipi kumtakia rehema Mtume wakati unapata rehema 10? Mbona ingeambiwa ukitoa shilingi 1000 utapewa 10,000, ingekuwa kila wakati unatembea na change ya laki wewe 1000. Sisi takuwa milioni hizo au ngapi? Sitageuka takuwa milioni. Kwa hivyo utatoa 1000 upewe 10,000, utatoa 1000 huchoki. Lakini ukiambiwa thawabu kwa kuwa huzioni na nini, unaona tabu tu kusema sallallahu alaihi wasallam. Si tabu, kuna faida kubwa ndani yake. Kwa hivyo asichoke hata kama litajua. Wala yasama, wala sichoke min takrari dhalika, kujirudia jambo hilo. Wala yatakayadu fi dhalika bima fil asli, wala sifungike katika hilo kwenye kile kilichomo ndani ya asili, inkana nakisan, ikiwa kipungufu. Yani kitabu anachokopia ikiwa kijaandika sallallahu alaihi wasallam, basi asiseme mbona huyu hakuandika, yeye aandike. Kama yule anayekopia kutoka kwake hakuandika, basi afanyeje? Aandike. Kama wewe unaposoma kitabu ikiwa haikuandikwa sallallahu alaihi wasallam, wewe usiache kusema sallallahu alaihi wasallam. Labda umesahau, umepitikiwa, sawa. Wakadha athanau ala Allah, na vile vile kumsifu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mtukufu aliyetukuka, ka azza wa jalla, kama kuandika azza wa jalla. Wakadha taradhi, na vile vile kuwatakia radhi, watarahum, na kuwatakia rehma, ala sahabati wal ulama, masahaba na wanazuoni radhiyallahu anhum na rahimahumullah. Usichoke. Wayukrahu al-iqtisaru ala salati wahdaha, na ni makruh kuweka sala peke yake au taslimu wahdahu au salam peke yake. Ikawa Muhammad kaandika salla basi, sallallahu, kama ile ya Maulidi sallallahu alayhi, na wengine wakati ya uhuni atilete wali tule, sallallahu alayhi, sio sallallahu alayhi wasallam, maana ile haijakamilika, ile imepungua. Kama yukrahu arramzu ilayhima, kama inapokuwa makruh vile kuichorea sadi ikawa manake sallallahu, au wanahu na mfano wake, mithlu sallam sallallahu alayhi wasallam, ndio ile SAW tunaoandika sisi kwa ufupi. Hataki kwenye fani ya hadithi iandikwe hivyo, iandikwe vile vile kwa Kiarabu yote sallallahu alayhi wasallam, kwa mapendekezo yake. Wa alayhi an yaktubahuma kamilataini, wajibu wake kuziandika kwa ukamilifu sallallahu alayhi wasallam. Umefahamu anachokisisitiza mwandishi kwenye fani ya hadithi? Uiandike ile, ukitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam useme sallallahu alayhi wasallam, useme hivyo, uandike hivyo, ili zipatikane zile fadhila kila anapotajwa na kila tunaponukuu maneno yake. Na yote kama tulivyosema, ukimsalia mara moja Mwenyezi Mungu anakutekea rehema mara ngapi? Mara 10. Sasa sisi watu wengine ndio kukuta Muislamu mwingine
kama hasali ndo hamsalimu mtume mwaka mzima. Tangu mwaka unaanza mpaka unamalizika hajasalia mtume hata mahala pamoja. Makendo hasali. Angalau huo ukisali ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah allahumma salli ala muhammadin wa ali kwenye tahiyatu. Sasa kama hasali. Halafu anataka huyo mtume akawe muombezi wake siku ya kiyama, amuombe, mtume niombe nisende motoni. Anakuombea vipi wewe hata kumsalia umeshindwa hapa duniani? Na ofa umepewa kwamba wewe ukimsalia mara moja rehema zinakuja mara 10 na wewe hukuzitaka. Twendeni. Almuqabalatu wa kayfiyatuha, kulinganisha na namna yake. Yajibu ala katibil hadithi, inapasa kwa mwandishi wa hadithi, baada alfaraghi min kitabati, baada ya kumaliza kuiandika, muqabalatu kitabati, kulinganisha maandishi yake bi asli shaykhihi, na asili ya shekhi wake. Yani kile alichopewa na mwalimu wake kukopi, atizame vile nilivyoandika ndio sawa sawa, alinganishe. Wanakumbuka walimu zamani, mwalimu kama ataandika ubaoni kitu, halafu unaandika, ukishamaliza unaambiwa utizame kwenye daftari lako, usome huku unasoma na pale penye ubao. Kile kilichoandikwa baoni ulichoandika wewe viko sawa sawa? Halafu tena ndio unaondoka au unafunga daftari. Kwa hivyo na wewe akishakuandika atizame kule alikonukuu na kile tuandikae viko sawa sawa, ili hakikishe kuwa kaandika vitu vinavyotakiwa. Hili nalo anatakiwa afanye. Walau akhadhahu anhu bi tariqi lijaza, hata kama alichukua kwa njia ile tulosema ya ijaza karuhusiwa, basi alinganishe baina kile alichopewa na kile alichokiandika yeye. Wa kayfiyatul muqabala, na namna kulinganisha, an yamsika huwa, akamate yeye wa shaykhu na shekhi wake, kitabayhima, kila mmoja kitabu chake, hala tasmi'i, wakati wa kusikilizwa. Ndo kama ile zamani sisi chuoni tunasema huko msafuni, wewe unakamata msahafu na mwalimu anakamata msahafu, unasoma na yeye anatizama huko kwenye msahafu. Kwa hivyo naye anacho kile chake na wewe unacho kile ulichokia ndika, alafu unazisoma na kusikiliza moja moja kama umeandika sawa sawa au hukuandika sawa sawa. Hii walijitahidi kwa kweli watu wa hadithi enzi zao. Wayakfi an yuqabila lahu thiqatan ukhra, na anaweza akamlinganishia na muaminifu mwingine fi ayi wakati, katika wakati wote, hala alqiraati, wakati wa kusoma, au baada yake. Kama yakfi muqabalatu, kama inavyotosha kulinganisha bi far'in muqabalin, kwa tawi lililolinganishwa bi asli shekhi, na asili ya shekhi. Yani njia ni mbili, ile ya mwanzo ya shekhi na mwanafunzi, iwe shekhi akae na kitabu chake na mwanafunzi kitabu chake, kama ilivyo sasa mimi na wewe hapa. Mimi na kitabu changu na wewe una kitabu chako, mimi nasoma na wewe unasikiliza. Halafu naweza nikakupa nafasi ukasoma wewe na mimi nikakusikiliza. Huo ndo mukabala. Au wakati mwingine inawezekana shekhe keshamsikiliza mwanafunzi mmoja, halafu naambia wasikilize na wenzio, kwa hizo nilikusikiliza mimi. Hiyo njia ya pili ambayo sisi zamani chuo nakumbuka tunatumia zamani. Umesikilizwa sura yako wewe, ushaisoma vizuri, mwalimu kisha kubali, anakuambia na mwenzio yuko sura ile nilokusikiliza wewe jana, haya msikilize nawe. Pia inafaa. Tumefahamiana mpaka hapo? Sio lazima kusikiliza shekhe yule yule, hata kama atakusikiliza mwanafunzi mwenzio lakini ambaye keshasikilizwa na shekhe. Nairudia sehemu hii. Wa kayfiyatul muqabalati, na namna ya kusikilizwa, an yamsika huwa, kamate yeye wa shaykhu na shekhe wake, kitabayhima, kila mmoja kitabu chake, hala tasmi'i, wakati wa kusikilizwa. Wa yakfi, na inatosha, an yuqabila lahu thiqatun akhar, amsikilize muaminifu mwingine fi ayi waqtin, wakati wote, hala alqiraati, au baada, wakati wa kusoma au baada ya kusoma aje amsikilize. Kisha someshwa na shekhe halafu yeye aje amsikilize mtu mwingine, pia inawezekana. Kama yakfi muqabalatuhu bi far'in muqabil bi asli shekhi, na anaweza vile kasikilizwa kwa kitu ambacho kishasikilizwa na shekhe, kikasikilizwa kikahakikiwa kikawa sawa sawa cha mwenziwe na yeye akamsikiliza, ni sawa sawa tu. Kwa hivyo anaweza kusikilizana wenyewe kwa wenyewe vile vile. Islahatun fi kitabati alfadhi ladai wa ghairiha. Sasa mapatano ya wanazuoni katika matamshi ya kukabidhi hadithi na namna nyingine. Ghalaba ala kathiri min kutabil hadithi, imetawala kwa wengi katika waandishi wa hadithi, ikhtisaru, kufupisha, ala ramzi, juu ya michoro, fi alfadhi ladai, katika matamko ya kuwasilisha. Fa min dhalika annahum yaktubuna, katika hayo wanaandika hivi hadathana, wanaandika kwa ufupi sana, au wanaandika na, ikimaanisha hadathana wanalikata. Wakiandika sana wamekata he tu, hadda sana wamekata he na dal, hadda wamebakisha na sana, au wanabakisha na tu, wanakata hadatha wanabakisha na. Kwa hivyo ukikuta imeandikwa sana uisome hadathana, au ukikuta imeandikwa na usome hadathana.
ile kwa ufupi, wanachukua haya maneno ya mwisho. Akhbarana wanaandika ana au arana, lakini wewe ukikuta hivyo usome akhbarana, madhali umekuta re na hamza. Tahwilu lisnadi ila isnadin akhar, kugeuza mlolongo kwenda mlolongo mwingine. Yurmizuna lahu, wanaichorea biha wa yantiqu alqari'u biha hakadha, ha anaisoma ha, manake pamehawilishwa, pamebadilishwa jambo kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Jaratil adatu bihadfi kalimati qala, imetembea desturi ya kuondoa neno qala wa nahwi na mfano wake, baina rijali lisnadi khattan, baina ya wapokezi wa mlolongo kwa maandishi. Wadhālika liajli al-ikhtisari, na wamefanya hivyo kwa ajili ya kufupisha. Walakin yanbaghi lilqari at-talaffuz biha, lakini msomaji anatakiwa atamke. Mithlu hadathana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik, fayanbaghi ala al-qari'i an yaqula, msomaji atakiwa aseme qala akhbarana Malik, ile hadathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik qala, kwa sababu kutoka mmoja kwenda mwingine pana kunukuliwa maneno. Kwa hivyo ukisema hadathana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik qala akhbarana Az-Zuhri qala, ende hivi, kwa sababu kutoka mtu mpaka mtu kuna kuwa na usemaji pale katikati. Kwa hivyo unauongeza wewe katika kufafanua, ndio usomaji wa hadithi unavyokwenda. Kama ajarat, lakini hiyo ni desturi. Ukiacha itakuwa umeacha desturi tu, lakini haijawa kanuni kubwa ya kushikwa. Hata ukisema hivyo tu, ukasema mfano akhbarana, ukaanza iko wapi hii? Ukasema hadathana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik, hujakosea sana, lakini sio desturi yao. Desturi wasema hadathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik. Kwa ile desturi unaingiza qala kutoka mtu kwenda mtu mwingine. Fayambaghi kama ajarat al-adatu bihadfi annahu, kama ambavyo imetembea ada au desturi ya kuondoa neno annahu fi awakhir isnadi, mwisho isnadi, ikhtisaran kwa mukhtasari. Mithlu an Abi Hurairah qala fayambaghi lilqari nutqa bi annahu fayaqulu annahu qala, wadhālika tashihan likalami min haythu al-i'rabi, kusaisha maneno kwa upande wa i'rabi. Wa an Abi Hurairah annahu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ile annahu unaiongezea pale kwa kunyoosha maneno hata kama haikuandikwa. Arrihlatu fi talab alhadith, hiyo ni mitindo mpaka uzoee sana kukaa kwenye watu wa hadithi, utaizoea. Lakini hapa angalau upate ile idea, njia wanazopita katika kuelezana mambo haya. Labda nikupe mfano uweze kufahamu. Kama hujazoea kuzungumza kwenye bunge au kwenye baraza la wawakilishi, kila wakati utagongewa ile nyundo mpaka uzoee. Mle ndani ya bunge na kwenye baraza la wawakilishi kuna mazoea yake, yale namna zake za kusema desturi. Huwezi kusema kama unavyosema hapa. Au kwenye vikao vyetu vya chama vya kisiasa, mwenyekiti bwana hilo msikubaliana nalo nani? Haiji namna hiyo. Umenifahamu? Mheshimiwa Spika, naomba kumuuliza Mheshimiwa Waziri swali langu la msingi kama ifuatavyo. Ndio unaanza. Sio, Mheshimiwa Spika, waziri anatuambia nini hapo? Haiji namna hiyo. Umenielewa? Kuna utaratibu wake wa kuuliza. Na katika kujibu vile vile, Mheshimiwa Spika, naomba nimjibu Mheshimiwa mwakilishi wa jimbo la Mji Mkongwe kwa swala lake la msingi kama ifuatavyo. Alafu unateremka. Kuna namna yake maalum ya kuuliza na namna yake maalum ya kujibu. Nimekaa mimi mwaka mzima ndani ya baraza. Na bungeni hali kadhalika. Na ukikosea unagongewa. Mahakamani ndio kabisa. Wewe bwana, najua mahakamani kule ukikosea kusema unaweza kufukuzwa. Kuna namna zake za kuzungumza. Na hizi hadithi nazo zina namna zake za kuzinukuu na kuziwakilisha. Huzisemi tu, ndio anakufundisha zile taratibu. Tumeelewana eh? Arrihlatu fi talab alhadithi, safari katika kutafuta hadithi. Kipengele hicho, watu walifunga safari kutafuta hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja kuna mtu mmoja alileta ubishi, nikajaribu kumnyoosha, naona hakuchomoka tena. Yeye anakataa watu kufunga safari za ibada kwenda mahala popote pale isipokuwa kwenye misikiti mitatu, kwa ile hadithi la tushaddu rihalu illa ila 3 masajid au ila 3 masajid, au katajwa msikiti wa Maka, msikiti wa Madina na Baitul Muqaddas. Sasa nikawaambia, mbona matabiina walifunga safari kutafuta hadithi? Ndio hili tunaolisoma sasa.
Je, walifanya makosa? Na hawakufunga safari kwa ajili ya kwenda kwenye hiyo misikiti, na wengine wala hawakwenda sehemu zenye misikiti hiyo kabisa. Hakuchomoka mpaka leo. Na nikimuona mimi humkumbusha lile swali langu vipi? Umenifahamu? Tusianzishe ubishi ambao hatuwezi. Twende leo tusome. Ar-rihlatu fi talab al-hadithi. Laqad atana salafuna, sikiliza maneno haya, wamejishughulisha watangulizi wetu wema bil hadithi, katika hadithi, inayatan, ushughulikiaji, laysa laha nadhirun, hauna mfano. Wamezishughulikia hadithi za mtume kisawa sawa. Leo sisi hapa tunagombana tu. Wamefanya kazi kubwa sana ya kuzileta pamoja hadithi, wakazikusanya mpaka tukazipata sisi kwenye vitabu. Wao wamefanya kazi, sisi badala ya kufaidika na kazi zao tunafanya mambo ya kijinga tu. Wanazuoni tunatambiana badala ya kukaa kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu. Kila mmoja anataka kumkosoa mwenzake, ndio anaona ufundi na ubingwa. Haya bwana. Wadhabtihi, wasarafu, wakaelekeza fi jam'ihi, katika kuzikusanya, wadhabtihi, na kuzihifadhi, min alihtimami, katika umuhimu, waljuhudi, na bidii, walwakti, na wakati, mala yakadu, hayakaribii, yusaddiqu alaqlu, kusadikiwa na akili. Uwezi hata kuamini katika akili yako wakati mwingine kama umefanya bidii kiasi hichi. Fabaada an yajma ahaduhum alhaditha, baada mmoja wao kukusanya hadithi, min shuyukhi, kutoka mashekhe baladihi, wa mji wake. Kwanza anaanza na mashekhe wa mji wake wote, anawamaliza wote katika kukusanya hadithi. Wale walio katika mji wake wote anajua wenye hadithi, anawafuata mmoja mmoja, anazikusanya. Sisi hapa hujawamaliza mashekhe wa mji wako, unaanza kuwatukana. Sio kuwamaliza tu, hujamaliza kuwasoma, kusoma kwao unaanza kuwashambulia kwa hawajui. Yeye alikuwa anawazunguka wote, kwanza anasoma kwao, kwanza anakusanya vilivyopo. Yarhalu ila biladin, anasafiri kwenda kwenye miji, wa aqtari, na nchi, ukhra nyingine. Aqtari ni nchi, qaribatin au ba'idatin, zikiwa ziko mbali, ziko karibu au ziko mbali. Liakhudha alhadith, achukue hadithi, min shuyukh tilka albiladi, kutoka mashekhe wa miji ile. Baada ya kumaliza wa miji wake anakwenda kwenye miji mingine. Wayatajashamu, na anavumilia, mashaka safari, mashaka safari za enzi hizo zenye shida, njaa, kupotea, matatizo kila aina, vimbunga, jua kali, wakati mwingine majambazi kuvamia misafara, yeye anakwenda tu. Washadha fil aishi, na magumu maisha, binafsin radhiya, kwa nafsi iliyoridhia kabisa, karidhika shida zote hizo. Hatari. Sisi leo mtu kuvumilia njaa tu kwa ajili ya darasa hawezi. Wakati sannafa, na kweli hakika ametunga, al-Khatib al-Baghdadi, tumemsema sana huyu bwana, katunga kitabu maalumu, samahu, kakiita ar-rihlatu fi talab al-hadisi, safari katika kutafuta hadithi. Jamaa fihi min akhbari sahabati, kakusanya katika habari za masahaba, wa tabiina, na matabiina, faman ba'dahum, na waliokuja baada yao, fi rihlati, katika safari, fi talab al-hadithi, ya kutafuta hadithi, ma ya'jabu al-insanu li sama'ihi, jambo ambalo watashangaa binadamu kulisikia. Humo ndani mna vitu ukivisikia utashangaa kwenye kitabu hicho, mambo yaliyowakuta katika kukusanya hizi hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ahabba samaa tilka al-akhbari, basi atakayependa kusikia habari hizo shayiqa, zenye kutia shauku, fa alayhi bidhalika al-kitab, juu yake kukipata kitabu hicho. Fa innahu munashitun, kwani hicho kinatia ukakamavu, litulab al-ilmi, kwa tafuta elimu. Anaona kumbe mimi sijapata shida yote kwa ajili ya elimu, wampata shida masahaba na matabina kubwa kubwa namna hizi kwa ajili ya elimu, atapata ukakamavu naye. Halafu akasema shahidun lihimamim, kitanoa, kunoa, kutia makali zile bidii zao. Muqawwin, na kitatia nguvu, liazaimihim, azma zao za kutafuta elimu. Katueleza kwa ufupi sana tu. Tena sasa mtu kama anataka aende zaidi huko atayakuta. Kuna adventures huko, kuna stories huko, kuna habari za kina Sinbad Baharia. Zamani tukisoma vitabu vya Sinbad Baharia tu na mambo yake, sijui alijifunga kwenye mguu wa tai, sijui akaruka naye akamwangusha kwenye shimo, sijui la majoka, sijui hivi mambo tele. Unakumbuka kitabu cha Sinbad Baharia? Sasa namle mna habari za ukweli tupu juu ya watu ambao wamepata shida kwa ajili ya kutafuta hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anwa'u tasnifi bil hadithi, aina ya utunzi katika hadithi. Yajibu ala man, inapasa kwa yule ambaye yajidu fi nafsihi almaqdarata,
anapata katika nafsi yake uwezo ala tasnifi wa kutunga fil hadithi, katika hadithi wa ghairi na mambo mengine, an yakuma asimame bitasnifi kutunga, wadhālika li jam'i al-mutafarriqi, na afanye hivyo kwa ajili ya kusanya kilichotengana, wa tawdih al-mushkili, na kuweka wazi kinacholeta mushkil, wa taghribi wa tartibi al-murad ghairi al-murattabi, na kukipangilia ambacho hakijapangiliwa, wa farasati, na kukiwekea milango ghairi al-mufarasi, kile ambacho hakijawekewa milango, mimma yushilu ala talabati al-hadithi, jambo ambalo litawepesishia watafutaji wa hadithi listifada taminu, kufaidika nacho kitabu hicho, bi aisari tariqin, kwa nyepesi njia, wa aqrabi waqti, na kwa karibu muda, waliyahdhar, na tahadhari ikhraja kitabi, kukitoa kitabu chake kabla taadhibi, kabla ya kukirekebisha, wa tahriri, na kukihariri, wa dhabti, na kukihifadhi, waliyakun tasnifu, na hiyo utunzi wake, fima yaumu naf'uhu, katika jambo ambalo litaenea manufaa yake, wataksuru faidatu, na itakuwa faida yake ni nyingi. Hadha, pamoja na hali wasema, waqad sannafa al-ulamau al-haditha ala ashkali, wametunga wanazuoni hadithi katika miundo mutanawiya mbalimbali. Fa min ashhari anwa'i tasnifi, katika mashuhuri ya aina zilizotungwa fil hadithi, mayali, mambo yafuatayo. Tunakazia zaidi kwenye zile pointi za msingi, kwenye maelezo ya jumla tunapita haraka. Sasa angalia aina ya vitabu vya hadithi. Hivi vitabu vya hadithi si vya aina moja, viko aina mbalimbali. Aina ya kwanza aljawami'u, vikusanyi au vikusanyaji. Hizi zinaweza kuwa encyclopedias, yani ni kitabu ambacho kimetaja mambo ya hadithi katika kila jambo, kama maisha ya Mtume sallallahu imetaja mambo yake yote, mpaka nguo alizokuwa anavaa, alipokuwa anavokunywa, anavokula, anavolala, anavoamka, anavofanya kazi, anavosali, anavofunga, anavohukumu, anavotawala, anavopigana vita, yote jamii. Tumefahamiana? Ndio vinaitwa aljawami', vikusanyi au vikusanyaji. Aljami'u kullu kitabin, kikusanyo ni kila kitabu, yajma'u fihi muallifu, anakusanya ndani yake mtunzi wake, jamia al-abwabi, milango yote, min al-aqaidi, kuanzia itikadi, wal ibadati, na ibada, wal muamalati, na matendeano, wasiyari, na nyenendo za maisha, wal manaqibi, na sifa za watu, wal riqaqi, na watumwa, wal fitan, na fitna za migogoro, wa akhbari yaumil qiyama, na habari za siku ya kiyama. Mithlu al-jami' sahih al-Bukhari, mfano kikusanyo sahihi cha Bukhari. Bukhari ndo kaandika kitabu chake kwa mtindo wa na Muslim. Kila alichoweza kukikusanya kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam kakusanya mpaka kufa, yote katia aliyoweza kuyakusanya kakusanya yote, kinaitwa aljami'. Na ndio maana vitabu hivi vinapata kunukuliwa sana. Kila ukizungumza Bukhari kasema nini, Muslim kasema nini, kwa sababu kakusanya mambo mengi yanomuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio kitabu chake kinaitwa aljami'. Tumeelewana? Huu mtindo wa kwanza. Mtindo wa pili, almasanidu au milolongo au misururu. Almusnadu kullu kitabi, ni kila kitabu, jumia fihi, vimekusanywa ndani yake, marwiyatun, mapokezi, kulli sahabi, kila sahabi, ala hida, kwa mpaka, min ghairi nadhari ila almawdu'i, pasina kutizama maudhui, alladhi yataallaqu fihi, nufungamana nayo hadithi. Mithlu, mfano musnad al-Imam Ahmad, musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad yeye kenda kwa mujibu wa masahaba. Kwa mfano Abu Huraira anataja marwiyatu wa Abu Huraira, alizopokea Abu Huraira, mlango wa Abu Huraira, hadithi za Abu Huraira tupu, kiwa zimezungumzia udhu, zimezungumzia ndoa, zimezungumzia talaka, zimezungumzia vita, lakini anazungumzia habari alizopokea Abu Huraira pekee. Anas bin Malik anazungumzia hadithi aliyopokea Anas pekee yake. Abdullah bin Abbas anazungumzia hadithi za Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, yeye anakwenda kwa masahaba. Kwa hivyo kuitafuta hadithi katika kitabu cha Ahmad lazima ujue sahaba gani kapokea. Yeye hana milango, hana mbabu ludhui, si babu nini, yeye ana masahaba. Kwa hivyo wewe juu yako ni kutizama tu sahaba gani unataka kujua hadithi zake, unakwenda unaangalia sahaba. Ndio musnad, mlolongo, anakwenda kwa jina la yule aliyepokea. As-sunan, kuna vitabu vinaitwa sunan, wa hiya al-kutubul musannafah, na vitabu vimetungwa ala abwabil fiqh. Hivi vimekwenda kwa milango ya fiqh. Litakuna masdaran, ili viwe chanzo, lilfuqahai, kwa wanafiqhi, fi istinbati, katika kuchepusha lahkami, hukumu. Watakhtalifu, na vitabu vinatofautiana, aljawami, na vile vikusanyo, biana la yujadu fiha, kwa sababu ndani ya vitabu hivi hakuna kinachopatikana ma yataallaqu bil aqaidi, yanofungamana mambo itikadi, wasiyari, na nyenendo za maisha ya masahaba au ya Mtume, wala manaqibi, na sifa, wa ma ila dhalika,
na yasiokuwa hamna. Humu tunaanza na udhu, babu tahara, tunakwenda mpaka babu jihadi. Ngome imekwisha. Kama unavyosoma fiqh, kama unavyoona Bulughul Marami. Unaona Bulughul Marami ilipoanza kitabu taharati mpaka kitabu jihadi kule, au kitabu saidi. Umemaliza. Yeye lengo lake ni kufundisha hadithi zinazohusiana na fiqh tu basi. Haingii kwenye mambo mengine. Kwa hivyo kama ilivyo milango ya kitabu cha fiqh, ndio milango ya kitabu cha hadithi kinavyokwenda. Ndio vinaitwa vitabu sunani. Tumefahamiana bal hiya maqsuratun, bal hiyo vimefumpishwa ala abwab al-fiqh, wa milango fiqh wa hadith al-ahkam, na hadith za hukumu, mithlu sunan Abi Daud. Mfano sunan Abi Daud kaenda katika mtindo huu. Abu Daudi katika kitabu chake Sunan, na Tirmidhi vile vile kenda hivyo. Al-Maajim, makamusi. Al-Mu'jam kullu kitabin jamaa fi muallifu al-haditha. Mu'jam ni kila kitabu ambacho kakusanya ndani yake mtunzi wake hadithi murattaban ala asma'i shuyukhi, akipangilia kwa majina ya mashekhe wake, ala tartibi hurufi al-hija, kwa tartibi za herufi za alif, b, t, th, ghaliban mara nyingi. Kwa hivyo anaanza na wa alifu, anakuja wa b, anakuja wa t, anakuja wa th, anakwenda namna hiyo. Mithlu al-mahajim thalatha, kama hayo makamusi ya hadithi matatu li Tabrani ya Tabrani, wa hiya nayo ni haya al-mu'jamul kabir wal mu'jamul awsat wal mu'jamus saghir. Zote zitwa mu'jamul kabir, mu'jamul awsat na mu'jamus saghir. Kamusi kubwa, kamusi dogo na kamusi la kati na kati. Al-ilalu, kutubul ilal, vitabu vya dosari. Hiya al-kutubul mushtamilatun, vitabu vyokumba ala la hadithi al-ma'lula, wa hadithi zote wa dosari ma bayani ilal, pamoja na kubainisha dosari zake. Kwa hivyo vitabu vimekuja kubainisha tu hadithi zenye kasoro katika mapokezi na katika maelezo na kila kitu. Negative tu. Wadhālika mithlu, na hilo ni mfano al-ilalu, dosari libni Abi Hatim, wal ilalu, na jingine dosari au madosari lidaraqutni, cha nani? Cha Daraqutni. Hawa wamekuja kuonesha penye kasoro tu. Al-ajza'u, visehemu. Al-juz'u, sehemu. Kullu kitabin saghir, kila kitabu kidogo. Jumia fihi marwiyatu, ndani yake vimekusanywa mapokeo. Rawin wahidi, mapokezi moja tu. Min ruwati al-hadithi, katika wapokezi wa hadithi. Au jumia fihi ma ta'allaqu, au vimekusanywa ndani yake vinafungamana bi mawdhu'in wahid, mawdhu moja tu. Ala sabili al-istiqsa'i, kwa namna ya kwenda mbali katika kuzungumzia hadithi za sala, hadithi za sala tu, hadithi za udhu tu, za tayamam tu, kitabu chake kidogo tu, lakini anaingia kwenye jambo moja tu kwa kwenda mbali. Mithlu juzi raf'i al-yadaini fi salati al-Bukhari, kama kijizuu kidogo kazungumzia kunyanyua mikono miwili ndani ya sala, kaandika Bukhari. Hadithi za kunyanyua mikono tu, hazungumzi kitu kingine. Tumefahamiana anakwenda kitaalamu sasa zaidi Al-atrafu, vidokezo. Al-atrafu, vidokezo. Kullu kitabin, kila kitabu. Dhakara fihi musannifu, ametaja ndani yake mtunzi. Tarfa kulli hadithin, kidokezo cha kila hadithi. Alladhi yadullu ala baqiyati, kinachoonesha vile vibaki. Kama vile innamal a'malu, mnamaliza wenyewe. Kullukum ra'i. Asa hiyo hadithi, vidokezo tu vya hadithi, anagusa alafu anafafanua. Tumadhkuru asanida kulli matni min almutuni, kisha anataja milolongo ya kila dondoo katika hizo dondoo, imma mustawiban, ama kwa kuzimaliza zote, au mukhayyira la, au akizifunga baadhi alkutubi, na vitabu fulani. Mithlu tuhfatul ashrafi, mfano kitabu kimoja kinaitwa tunu ya watakatifu, bi ma'rifatil atrafi, katika kujua vidokezo. Lilmizzi, cha bwana mmoja anaitwa Mizzi. Hichi sijawahi kukiona kwa macho yangu. Hivyo tunavisoma nishavitia machoni, hiki sijawahi kukiona kwa macho yangu. Al-mustadrakatu, vilivyowahi, au tunaweza tukaviita viokozi. Vile ni vidokezo, hivi ni viokozi, kwa sababu adraka yudriku, manake kumuokoa. Adrikni manake niokoe. Sasa viokozi hivi, al-mustadraku, kiokozi. Kullu kitabin, kila kitabu. Jamaa fihi muallifu, kakusanya ndani yake mtunzi wake. Ala hadithi alladhi istadraka, alizoziokoa. Ala kitabin akhar, kwa kitabu kingine. Mimma fatatu ala sharti, zilizompita kwa masharti yake. Kwa mfano al-Hakim katunga kitabu kuokoa hadithi ambazo Bukhari na Muslim hawakuzipata. Yani Bukhari na Muslim ana masharti kaweka na vigezo kaviweka. Sasa akitumia vigezo vile anapata hadithi zake. Kuna nyingine zimemponyoka hakuzipata, pamoja na vigezo alivyonavyo. Sasa al-Hakim akwenda kuzitafuta zile zilizowaponyoka Bukhari na nani? Na Muslim, kwa vigezo vyao akaziingiza mle. Kwa hivyo inaitwa viokozi.
mithlu al-Mustadrak ala Sahihain, kiokozi cha sahihi mbili, li Abi Abdullah al-Hakim, cha Abu Abdullah al-Hakim. Al-mustakhrajat, vifuatilizi au vifuatiliaji, hivi vinafuatilia. Almustakhraju, kifuatiliaji, kullu kitabin, kila kitabu, kharaja fihi muallifu, ametoa ndani yake mtunzi wake, haditha kitabin, hadithi za kitabu, li ghairi, cha mwingine, minal muallifina, katika watunzi, bi asanidi, kwa milolongo, li nafsi yake mwenyewe, min ghairi tariqi almuallif alawwal, pasina njia mtunzi wa mwanzo. Wa rubama jtamaa maahu, na huenda akakutana naye, fi shaykh, katika shekhe wake, au mamfauka, au wale juu yake, mithlu almustakhraj ala Sahihain, kama kilichokuwa kimefuatilia cha sahihi mbili, li Abi Nuaim al-Asbahani, cha Abi Nuaim al-Asbahani. Huyu kazi yake kuiga, anakuwa anaitafuta hadithi kama ile ya Bukhari, lakini kwa njia nyingine, anaipata vile vile, lakini kwa njia zake nyingine, inafanana na ya nani? Ya Bukhari. Kwa hivyo huyu anamfuatilia Bukhari vile anavyokwenda, anamfuatilia Muslim vile anavyokwenda. Kwa hivyo inaitwa hiyo ndio mfuatiliaji au mustakhraj. Tumefika kwa leo inshallah taala, na darasa hii itakuwa imezuiwa mpaka Ijumaa ya kwanza Ramadhani. Tutakuja kuanza tena darasa zetu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.